Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na leo tupo katika kipindi cha meza ya hoja. Nyuma ya kamera tutakuwa na Ganji Mashaka, lakini mimi ni Ayubu Amos. Endelea kutufuatilia katika kipindi hiki. Hapa nipo na miongoni mwa wadau wa wafanyabiashara na wajasiriamali, ambapo tunazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na swala zima la uwekezaji, lakini pia na biashara kiujumla. Kabla tujaendelea, nitaweza kumtambulisha. Karibu, kwa majina naitwa nani na ni mkazi wa wapi? Kwa majina naitwa Hamza Swago, lakini wale wengi wanaita Msukuru wa Dikupatile, ndio Tanzanite hapo. Hamza, tunazungumzia swala zima la biashara na uwekezaji. Tunaona baadhi ya watu wanaohitaji kufanya biashara, mioyo yao inakuwa inasita au inakataa, wakiamini kwamba kama huna mtaji mkubwa kwamba ni vigumu ama ni changamoto kuanzisha biashara. Nini ushauri wako kwa watu kama hawa, au biashara unaizungumziaje katika swala zima la kuinua kipato cha mwananchi mmoja mmoja? Biashara ni kitu kipana na zaidi ya vile kinavyozungumziwa. Sawa. Changamoto kubwa sio kuanza biashara na mtaji mdogo au mtaji mkubwa. Changamoto kubwa, umesoma hiyo biashara. Hapa simaanishi vyeti au makaratasi, na maanisha kuijua biashara yenyewe kabla ya kuifanya. Biashara inahitaji nini, kwa wakati gani? Lakini pia watu wengine hawajui biashara ni kutoa huduma, kama kwa daktari na vitengo vingine vya kutoa huduma. Je, hiyo biashara yako inaenda kutatua au inaenda kujibu majibu ya maswali wanaojiuliza au changamoto walizokuwa nazo hilo eneo unaweza kulifanyia biashara, si ndio? Sasa ugumu ndio watu wengi hatusomi biashara, tunakurupuka kwenye kufanya hiyo biashara. Lakini kubwa kuliko watu wanaamini biashara ni ya kufanya baada ya mtu kukosa cha kufanya. Huwa iko hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu kwa sababu anakosa cha kufanya, ngoja nijishikize. Sawa? Huyu mtu anaanguka. Alafu huyu mtu anaangaliwa na jamii. Jamaa kafanya biashara fulani lakini amekwama. Kwa hiyo biashara sio kabisa. Kumbe sababu ya kukwama kwenye biashara alienda kujishikiza. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinazomfanya huyu mtu ashindwe kuendeleza biashara, ikiwemo na hiyo. Tunaona baadhi ya watu katika swala zima la biashara wameshindwa kwa sababu wakiamini ni mazoea, wengine wakiwakopesha baadhi ya watu na hatimaye wanadhulumiwa, kwamba ndo chanzo cha watu wengi kufeli katika swala zima la kibiashara. Chanzo mama ni elimu. Tulio wengi tunafanya biashara kwa mazoea, kwa ukalili. Hatuna elimu pana ya biashara. Kukopesha inaweza ikawa chanzo, lakini sio chanzo kikubwa kama inavyozungumzwa. Sawa? Unamkopesha nani? Sawa? Na umekubaliana makubaliano gani? Na unaweka gani? Je, makubaliano ataweza kuyafanya kama mlivyokubaliana? Je, ana kiwango hiko ambacho cha uaminifu? Kwa sababu huwezi kumkopesha mtu ambaye humwamini. Maana unaingia kwenye kumkopesha mtu, maana yake unamwamini. Je, anaaminika? Kwa hizo ndo sababu ambazo zinafanya mtu ashindwe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kupiga hatua kwenye biashara mtu anafikia kuifanya. Leo hii tunazungumza na mtu sasa mwenye ndoto ya kufanya biashara. Yaani mtu ambaye tayari ana ndoto. Either inaweza kumchukua muda gani au ni hatua zipi ambazo inatakiwa azifate ili kuhakikisha biashara yake, biashara atakayoanzisha inakuwa mikononi salama. Kabla ya kuanza biashara, ni hatua gani ambazo inatakiwa azifate katika swala zima la biashara? Hatua ya kwanza, kuisoma hiyo biashara unataka na kuifanya. Hiyo ni hatua mama. Na lazima aniweze kukimbia kusoma. Sasa narudia tena, pengine watu wengi tukisema kusoma, watu wanafikiri vile darasani. Wanafikiri vyeti pengine na nini vitu kama hivyo. Sawa, hiyo ina maana, lakini kuna elimu nje ya hivyo vyeti ambayo kimsingi ina nguvu kubwa sana kwenye jamii inayotuzunguka. Cha kwanza hivyo. Cha pili, tukubali kunyenyekea, tuseme kwamba watu wengi biashara wanaanzisha zinakufa, tunashindwa unyenyekevu. Sawa? Cha tatu, tusikubali kulizika. Sawa? Tunapoenda kufanya biashara au tunapoingia kwenye eneo cha biashara,
tusikubali kabisa kuridhika. Cha nne, tusiwe na viburi. Unajua kuna changamoto kubwa sio wafanya biashara. Kuna watu tukifika fulani tunajiona sisi ndio sisi. Yaani unakuta ile nguvu tuliokuwa nayo inakuwa haipo. Lakini cha tano cha mwisho, lazima tuwe na nguvu. Unajua changamoto nyingine watukumba wafanya biashara au jamii inayotuzunguka inaamini kuwa biashara haimhitaji mtu mwenye nguvu. Biashara haihitaji nguvu. Kuna mtu kapambana kwa mishimshi nyingine baada ya kuchoka. Hata mtumishi anafanya kazi pengine kwenye sekta fulani, kapambana nguvu yote kaimaliza kule. Alafu kafika miaka 60 au 60 kitu ndo anaingia kwenye kinyang'anyo cha biashara. Ukute huyu mtangu akiwa mdogo, hajawahi kusoma biashara, hajawahi kufanya biashara, ndio kapata milioni 100 yake ya kustaafu ile pale, ndio anaingia kwenye biashara. Kwa mara nyingi hawa wanakuwa mabalozi ya kuzungumza vibaya biashara. Kwa sababu wengi wao walifeli. Kwa kuna mikiki kwenda huku kwenda kule, mtu anakuwa anashindwa. Kwa pia biashara inahitaji mtu mwenye nguvu, kiachilia mbali elimu. Lakini pia katika swala zima la biashara, miongoni mwa watu mtandaoni, wengine katika jamii wanazungumza kwamba nje ya biashara kuna mfumo mwingine au channel nyingine ya kuingiza fedha. Wengine wakiamini kwamba huenda kuna nje ya kile kitu anachokifanya nje ya biashara, kwamba ndio maana katika biashara fulani anafanikiwa. Aidha nyuma yake kuna swala zima la kilimo. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanaamini kwamba baadhi ya wafanyabiashara shughuli zao ni za kiutapeli. Wengine wakiamini kwamba kuna vitu wanavifanya kuhakikisha biashara yao inaendelea zaidi. Yaani wengine wanasema nyuma ya kamera au nyuma ya pazia kwamba kuna nguvu nyingine. Unakuta mtu na kakibanda kaka kamoja, lakini vitu anavyovifanya na shughuli anayoifanya ni vitu viwili tofauti. Nini mtazamo wako juu ya hili? Unajua changamoto kubwa, tumegawanyika sehemu mbili wafanya biashara au wamegawanyika sehemu mbili wafanya biashara. Kuna mtu anafanya biashara kwa sababu ana malengo. Sawa? Kuna mtu anafanya biashara kwa sababu amejishikiza. Nilishakuongea mara kwanza kwa mtangazaji. Sasa watu hao watu wawili tofauti. Yule mtu mwenye malengo lazima aongee anatumia ndagu kuna wakati. Sawa. Kwa sababu kuna vitu vingi sana atakuwa avifanya. Kila aina ya protocol ataizingatia inayohitaji biashara. Atazingatia miiko yote. Sawa, ya biashara. Biashara inahitaji mtu kwa wakati ujinyime kabisa. Kuna wakati uishi maisha sio ya kwako kabisa. Sawa, iko hivyo. Kwa hata kama kuna mengine yanaendelea, sawa, kawaida inaangaliwa. Hata mtu anaenda shuleni, sawa, akija kwenye biashara, tunaangalia nje ya darasani alikosoma, nje ya vyeti vyake. Tukimnyang'anya kila kitu, atabaki na nini? Kile anachobaki nacho ndio sababu ya kufanikiwa. Na kile anachobaki nacho ndio sababu ya yeye kufeli kwenye swala zima la biashara au kwenye maisha mengine yote. Sawa, umesoma mtangazaji, mwandishi wa habari, sawa, tukimnyang'anya vyeti vyako, unabaki na nini kichwani? Kwa hiyo ndio inaweza kumfanya mtu atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye nyanja yoyote ile ya kiutafutaji. Lakini tunaona baadhi ya vijiwe, tukizungumzia hasa vijijini, baadhi ya vijiwe haviendelei kibiashara kwa sababu wanaamini kwamba kuna imani za kishirikina. Wengine nakuta ameweka vitu vya ajabu katika milango ya maduka ya wafanyabiashara, vitu vingi. Sasa vile kuna uhalisia ndani yake, au ni ile lugha ya mtaani wanasema kwamba huenda ni mikwara inayotumika ili watu waweze kuogopa. Swali lako zuri, na ningeshangaa sana kama usingeuliza swali hili kwa kuzungumzia upande wa biashara, ningeona mtu hapo ndugu mtangazaji. Kila kitu kinaanza na imani. Sawa? Hata kwenye maandiko, kwenye vitabu vya Mungu hivi na kuamini na kuabudu Mwenyezi Mungu na muamini, huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kama huna imani. Sawa? Huyo mtu ni imani yake. Sawa? Wanasema imani yako ndio itakuponya kama sikosei, ndio. Kwa hizo imani siwezi kukataa kwamba hazipo. Na mimi nikikataa hazipo, haisababishi hizo imani zisiwepo. Sawa? Hizo imani zipo. Kuna watu wanaziishi. Sawa? Lakini mimi siamini kama ndio sababu sahihi ya mtu kufanikiwa kwenye biashara. Iko hivyo.
Tunaona kwa wale ambao tumebahatika kwenda mikoani, kuna baadhi ya mtu nakuta anabeba jina la mkoa. Mimi mtu wa mkoa fulani, kwamba sio wa kunichezea. Unakuta ameandika, wengine wameweka mabango mbalimbali kwamba zile kuna imani yote kwamba labda kuna ulinzi ndani yake, labda utaweza kumsaidia kwa kufanya hivyo. Wengine kwa lugha za mtaani wanasema kwamba ni mikwara wanayoitumia kama ulinzi tosha kwa biashara yao. Kuna ukweli ndani yake. Unajua kwenye biashara ni kama sehemu nyingine yoyote ile ya utumishi au ya mihangaiko ya utafutaji wa maisha. Sasa kuna kanuni. Kanuni hizo ni lazima uzizingatie. Hapa ndani ni lazima. Yaani kanuni ya kibiashara kama inakutaka kanuni hii na hii ndio kupita njia hiyo. Sawa? Na hiyo kanuni hiyo ndio wanatumia sana wanahesabati. Sawa? Wakitumia kanuni yao ndio unapa jibu sahihi, na unaweza ukajisahihishia mwenyewe bila hata kumpelekea mwalimu akusahihishie kama umepata au umekosa. Hivyo vitu ni lazima kwenye kanuni, kwenye biashara. Kuna vitu vya lazima. Sawa? Halafu kuna vitu vingine sio vya lazima. Yaani uviishi utafanikiwa na usipoviishi utafanikiwa. Sawa. Kwa hayo ambao watu wanaishi nao mikwala, sijui mimi mtu wa sehemu fulani, mtu wa pale, hiyo ni ziada tu. Haipo kwenye kanuni kabisa. Kwa hiyo ndio nimeongea hapo awali kwamba ni issue ya kiimani. Sawa. Yeye anafanya hivyo. Ndio kama inamlipa ataendelea kuifanya, na kama haitomlipa ataiacha, lakini cha msingi asikosee ile biashara. Sawa, asiwakosee wale wateja wake, asiwakosee wale watu wanaowapatia huduma. Yaani njia ya kufanikiwa, njia mama ya kufanikiwa kwenye biashara, lazima uende ukatatue matatizo ya hiyo jamii unaenda kufanya nayo biashara. Kwa biashara, ukiwa mfanya biashara maana yake wewe ni mtoa huduma, uwe tayari. Kwa sababu kwa simu saa 4 za usiku mtu anahitaji sawa. Mimi mfanya biashara wa vifaa electronic, na utakuwa mtu anakupigia simu saa 6 usiku, bwana mtu nimekwama, simu yangu lazima chaji na shida ya chaji au na shida kitu fulani. Sawa. Maana mimi ni tayari kuacha usingizi wangu kwenda kumpatia ile huduma yule mteja. Maana nimeenda kutatua changamoto yake. Ndani ya kutatua changamoto yake ndio kuna ujira wangu mimi. Tunaangalia katika swala zima la biashara. Ulimwengu wa sasa ni ulimwengu ambao ni ulimwengu wa kiushindani zaidi. Tunaona kila unakokanyaga biashara unayoanzisha watu wengi wanayo tayari sasa. Hadi wengine napelekea kujiuliza afanyeje. Sasa ninyi kama wafanyabiashara, ni njia zipi ambazo unaweza kuzitumia kuhakikisha kuwa kwamba wateja naweza nikawateka au naweza nikafanya ile robbery, yani namna ya kuwashawishi kwamba niendelee kubaki kwenye mfumo wa biashara, kwa sababu biashara sasa hivi kuna ushindani mkubwa. Leo hii hata kama ungeanzisha biashara ya kuuza senene, watu wengi wanateka senene, japo kwa mwaka huu msimu umekuwa tofauti hasa kwa wilaya yetu ya Ngara. Ni njia zipi ambazo unaweza kuzitumia kuhakikisha kuwa unakuwa na wigo mpana wa kupata wateja? Kwanza mteja haji kununua tu bidhaa yako. Mteja huwa anaadhimishwa kuja kununua bidhaa yako. Sio vizuri. Je, wewe umemlazimisha kutumia njia ipi? Sawa. Pengine unyenyekevu wako, pengine bei yako, pengine ubora wa bidhaa yako. Yaani umfanye mteja awe na sababu za msingi. Yaani mjibu. Mteja atakuuliza swali. Kwa nini nije kununua bidhaa yako hii? Sawa. Hailo swali huwezi kuulizwa kwa mdomo wakati mwingine. Sawa. Kwa maisha halisi ya hiyo na mwenendo wa hiyo biashara yako. Kwa kama wewe mfanya biashara kwenye ushindani wowote ule, umlazimishe mteja aone kuna sababu ya kwenda kununua kwa mzuguru aliyopata ile bidhaa hii na sio kwa mtu mwingine. Sawa. Kwa hiyo mawili inaenda ikawa kwenye biashara yako mwenyewe, umeandaa hizo sababu, maana kuna bidhaa za kutosha. Akija kwako wewe, lazima hiyo bidhaa unayohitaji aipate. Sawa. Aidha ni mwenyewe hapa mzungu alikupatia, akija kwangu mimi kwangu anapata unyenyekevu, kwa mtu mwingine yote hawezi kuupata. Anapata ile care kwa mtu mwingine yote hawezi kuipata. Hiyo nafikiri ndio sababu sahihi ya kumudu ushindani. Leo hii katika swala zima la biashara tunaona baadhi ya vijana wakifeli au wakishindwa kufanya biashara kwa sababu akianzisha hiki anaona ni pamoto,
anaamua kuanzisha biashara nyingine. Ila anayoanzisha na yeye anaona ni pamoto, anaenda kwenye biashara nyingine. Mtu kama huyu nini cha kumshauri? Moja changamoto ya vijana sisi tulio wengi, tuna tamaa ya kufika mbali kabla ya wakati. Kwa unakuta kuna hatua nyingi tunakataa kuziishi. Tunataka kuruka step wanasema. Si ndio? Sasa huyu kijana pia anafanya kazi na mimi pia nimefanya kazi kwa wewe, unafanya kazi kwa mtu yote wewe, si ndio? Ya biashara lakini iko chini ya mtu. Sawa? Kwa unakuta ile biashara unaifanya kazi unaifanya pale kama kuna nyaso fulani hivi. Pengine yule bosi ule au msimamizi ule anakuwa lengo kunielekeza, kunipatia kila kitu imadi tu mambo yaende sawa. Lakini utabii mwenyewe unaona kama vile manyanyaso yale. Kwa hiyo ndoto yangu ni nifanye kadri niwezavyo. Niingie kufanya biashara yangu mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati najikuta hata mtu anaingia kwenye kuiba. Sawa? Kwa yule bosi, kwa yule mtu anafanya kazi kwa yake, hadi akafanye biashara yake mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati kwenye kuiba huko aishi pale kwenye biashara ya mtu mwingine. Sawa? Hadi anapoanza biashara yake, kuna wakati anajikuta anajiibia mwenyewe. Lakini pia kuna dhana ipo hasa kwa wafanyabiashara. Kuna msemo nimejiajiri. Huo msemo umekuwa ndio sumu kubwa sana kwenye biashara. Watu hawajui unapoenda kufanya biashara wewe ni mwajiriwa wa ile biashara. Bosi wako ni ile biashara. Lazima uwe na mshahara wako. Sawa? Unalipwa mshahara kwa ajili ya kuisimamia ile biashara. Kwa hiyo ni mfanyakazi, ni mwajiriwa kama unaoajiriwa wengine. Ila kilichokuajiri wewe ni ile biashara yako. Kwa hiyo lazima utengeneze mfumo ambao wewe kimsingi kama ni mwisho wa mwezi utachukua mshahara wako, utapokea mshahara wako, utapokea. Alafu ile yake biashara inabaki na ndio bosi wako yule. Leo hii tunazungumzia swala zima la biashara ni sawa na uwekezaji. Leo hii mtu anahitaji kufanya uwekezaji, kwa maana wale wengine wanasema investment, labda kwenye taasisi, kwenye kampuni, vitu mbalimbali kama hivyo. Ni hatua zipi ambazo kwa mmiliki sasa na mfanyakazi zinatakiwa zichukuliwe ili kuhakikisha kuwa taasisi inapiga hatua, yani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? Unapomiliki taasisi au kampuni, tayari unajitoa wewe kama wewe. Yaani wewe kama wewe unakuepo, lakini mwisho wa siku ile kampuni kuna uongozi ndani yake au taasisi hiyo na management yuko ujumbe, si ndio? Kwa pale ni ushirikiano wa wote mnaohusika na ile management hiyo, si ndio? Kama wewe ndio msimamizi, wewe ndio mkurugenzi, na kuna manager hapo, kuna mhasibu, kuna nani. Lakini mwisho wa siku ili kampuni ifike mbali zaidi, mwe na kauli hii moja. Sawa? Na kosa la mtu mwingine linabebwa na mtu mwingine. Sawa? Kama kuna wachezaji wa mpira na kwa vile timu, sawa? Sometimes mnakushambulia wote mpira wa kisasa, kampuni ya kisasa inahitaji hiyo. Sawa? Kama mnaenda kushambulia mnashambulia kuzuia wote. Na kwenye kampuni hivyo kuna wakati mimi na kama mfanyakazi kwenye kampuni nimefanya kosa la kibinadamu, nimefanya kosa. Ile kosa ilikuwa lizibwe au likosolewe haraka iwezekanavyo ili au litatuliwe na yule wa nyuma yangu. Maana yake tayari hata mimi pia sijaleta madhara makubwa kwenye kampuni, lakini tayari lishapoteza au lishatatuliwa ile kosa. Kwa ujumla natamani sana kampuni nyingi ili zifike mbali zaidi, zifanye kazi kama timu. Kama timu. Tunasema kama timu hiki. Lakini tunaona baadhi ya makampuni makubwa yakiendelea na baadhi ya makampuni yakishuka kifedha au kiuchumi. Unahisi ni sababu zipi zinasababisha baadhi ya makampuni kuendelea? Unakuta makampuni mengine yamechukua wafanyakazi kutoka sehemu tofauti ndani ya nchi, nje ya nchi, lakini kampuni ile unakuta bado inapiga hatua moja hadi nyingine. Changamoto kubwa kwenda na wakati. Unajua tukubali mabadiliko. Unajua makampuni mengi unaona yanakufa kwa sababu wanakataa kubadilika. Sawa? Kwa mfano nikianza mimi mfanya biashara ya kawaida. Nilikuja huko nilifanya biashara kuuza CD. Sawa? Kama ibadilika, sawa. Bini nitoke kwenye CD niende kwenye flash sababu hata kwa hanunui CD. Unakuta pengine mtu anafanya biashara kwa tasnia ya habari, nitoe kama tasnia ya habari kwa mfano. Mtu kwa anafanya biashara ya magazeti. Sawa. Leo teknolojia imehama huko. Sawa, umehama nayo vipi? Sawa. Hiyo ndo sababu kunaona makampuni mengine
inafika mbali zaidi au inaendelea kusurvive, lakini makampuni mengine yanaporomoka au kufilisika kwa lugha rahisi. Kwa sababu mama hawaendi na wakati. Sawa. Wakati wa mvua uza miamvuli. Sawa. Wakati wa jua joto uza feni. Sawa. Wakati utakiwi kupishana nao. Sawa, iko hivyo. Leo hii japo si kwa muhimu zaidi, tunaona baadhi ya wafanyabiashara hasa hawa wanaotega senene wanakuambia senene wamekuwa wachache mno. Kwa maana hata gharama ambayo imetumika sasa mtego wa senene, yani hawapati chochote kabisa. Mfano mtu kama huyu wewe kama mfanyabiashara ungemshauri kipi kwa hili? Huyu wa senene mara nyingi sana namchukulia vile mkulima. Sawa? Kwa kwenye ukulima huo kuna kilimo cha kisasa na kilimo sasa kidijitali na teknolojia. Kwa wale wakulima wa kizamani mambo yanabadilika sasa, si ndio? Sasa unakuta mtu mkulima aenda anapima ardhi, anajua hapa zao gani linamea na kiwango gani cha maji kinahitajika, atulimilimi tu. Na hata huyu mfanyabiashara senene pia huyo pia anatakiwa afanye kisasa, atumie nguvu kubwa sana kwenye kufanya tafiti ili kujua wakati huu tunaenda nao ni wakati gani, majira gani na nifanye nini ili hivi. Lakini pia kwenye biashara ni kama mfanyakazi mwingine, kuna wakati kuna kukwama, sawa, mambo hayawi vile. Kwa unapenda kuanza biashara, kufika kufanya biashara, lazima ujue sasa nitafanikiwa. Kwa nini nitafanikiwa? Sawa? Na kama nitafeli kwa nini? Na baada ya kufeli nifanye nini ili madhara yasiwe makubwa? Kwenye kufeli kwenye biashara lazima madhara yawepo. Lakini tunachokiangalia, je, biashara inapofeli, sawa? Madhara yake yatakuwa nitayapunguza kwa kiasi gani? Hilo ndio jambo ambalo mfanyabiashara huyu wa senene anapaswa alizingatie kabla hajaingia kwenye kuwekeza kwenye biashara ambayo anategemea kuifanya. Tunapelekea mwishoni mwa kipindi hiki na hii ni meza ya hoja. Tunazungumza swala zima la biashara na uwekezaji. Ni neno lako la mwisho kwa Watanzania wote katika swala zima la biashara? Kwa wengine wanaamini kwamba biashara ni ajira na vitu kama hivyo. Mimi kwa Mtanzania nimwambie tu, biashara ni fani kama ilivyokuwa fani nyingine. Sawa, kama unafundi magari, yaani biashara pia ni fani. Moja changamoto kwa Watanzania wengi, wanazungumzia fani kibao. Utasema mwanangu ataka akawe fundi, mwanangu ataka akawe hiki akawe hivi, lakini huku Watanzania wachache sana wanahususa mwanangu mimi na mtoto wanangu wao wafanye biashara. Kwa hiyo Watanzania wengi hamwekezi au hatuwekezi kwenye kuandaa watoto wetu wao kufanya biashara. Kwa hiyo hata sisi wafanya biashara tunakuwa hapo. Sisi tunafanya biashara lakini hatuandai watu wafanya na vizazi vya wafanya biashara. Kwa hiyo niwakumbushe Watanzania kwamba biashara au niwaambie biashara ni fani kama ilivyo fani nyingine. Kwa hiyo ikitokea unataka mwanao awe mfanya biashara, hakikisha unampeleka unampa elimu ya biashara na si vinginevyo. Bwana, mimi ni kushukuru, na huu utakuwa ni mwendelezo wa kuzungumzia swala zima la biashara na uwekezaji. Baadhi ya sera za Tanzania zinakwambia Tanzania ni nchi ya viwanda. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, ulikuwa nami Aibu Amos, lakini kipindi ni meza hoja, na nyuma ya kamera shukrani za dhati kabisa kwa Ganji Mashaka. Asante.